Mimi kwa majina naitwa Bernard Benson Werema, ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Shinyanga. Ndugu zangu, ndani ya mkoa wetu sisi kwanza tunajivunia, tuna utulivu mkubwa wa kisiasa. Chama cha Mapinduzi hususan kupitia jumuiya yetu sisi ya vijana. Sasa mimi kama kijana wa nchi hii, na bahati nzuri ni kiongozi wa jumuiya ya vijana ambayo ndiyo yenye chama inayoongoza serikali. Yapo mambo ambayo nimeona kama kijana haipaswi mimi kunyamaza, kukaa kimya, kwa sababu katika umri huu ndio umri ambao tunatakiwa tupambanie taifa. Na kupambania taifa, ili taifa liwe na maendeleo na utulivu, lazima kuwe na siasa yenye utulivu pia. Sasa sisi tunajivunia chama kimetupa kiongozi thabiti ambaye hana maneno mengi, ambaye hana majibizano na mambo yasiyokuwa ya msingi. Lakini tunaona wapo watu ambao wako kwenye tasnia hii ya siasa, na wengine ni viongozi wa vyama vingine vya siasa, wanainuka na kuanza kuzungumza vitu ambavyo havina manufaa katika taifa hili. Sasa wakati mwingine tunakaa tunajiuliza, siasa ya namna hii kweli inaweza kaleta maendeleo ambayo yanatija kwenye taifa? Jibu ni hapana. Jibu ni hapana. Kwa mfano, hapa mkoani kwetu Shinyanga, ukiachana na mikoa mingine ambako nina uhakika, kwa sababu tunaona wanaotoka kwenye mikoa hiyo wanasema yale ambayo yamefanyika. Huku kwetu huduma za afya kuanzia hospitalini, uje kwenye zahanati, vituo vya afya, kote kuko vizuri na maendeleo yanaenda vizuri. Lakini pia uje kwenye elimu, tumepata madarasa ya kutosha katika kipindi ambacho hatukutegemea yangefanyika. Miundombinu ya barabara, umeme. Lakini tukienda kwenye miradi mikubwa ambayo ni ya kimkakati, ambayo tunaweza tukasema kwamba ni sehemu inayoweza kusave nchi nzima. Ndani ya mkoa wa Shinyanga, kwanza tunao mradi wa SGR na sisi, ambayo ni kipande cha kutoka Isaka, Kahama kwenda Mwanza. Lakini pia tunayo ujenzi mkubwa wa kiwanja cha ndege pale Ibadakuli, zaidi ya bilioni 1 na sehemu imelala pale. Kitu ambacho kilikuwa ni ndoto kwa Wanashinyanga katika vipindi vyote vilivyopita nyuma. Uwanja ule ulikuwa ufanyi kazi. Mara kadhaa tu tunaenda kuona ama tunapokea viongozi, lakini kwa ajili ya abiria na shughuli zingine haikuwahi kutokea. Katika wilaya ya Kishapu kuna mradi mkubwa wa umeme wa jua, megawatt zaidi ya 150, zaidi ya bilioni 300 na sehemu zimelala pale, ambazo kwa mujibu wa taarifa ya serikali ni kwamba umeme ule utaingizwa kwenye mfumo wa grid ya taifa kwa ajili ya kusaidia kusambaza katika maeneo mengine. Kuna yale maendeleo ya kawaida ya mahitaji ya wananchi, yapo mengine ya kitaifa yamefanyika. Sasa wakati mwingine tunajiuliza, hivi watu wanataka kiongozi wa namna gani ambaye ana uwezo wa kuleta maendeleo ya namna hii katika kipindi kifupi? Unakuta bado wanazungumza vitu ambavyo havieleweki. Kuna wengine mara wanazungumza sijui mara hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Mabadiliko yapi? Sisi tunajiuliza ni mabadiliko yapi? Sisi tulishaona dira ya Rais Samia, amenyooka kabisa na anaonesha direction yake ni hii. Ndio maana sisi tuliamua, mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM taifa, wala sikuwa na mashaka kwamba tunapoenda kufanya maamuzi ya kumpitisha mama kuwa mgombea wetu katika uchaguzi wa mwaka 2025 kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tulijua tunachokifanya. Sasa wakati mwingine tunajizuia kwa sababu tunaheshimu falsafa ya kiongozi wetu ambaye ni rais na mwenyekiti wetu. Ameleta vitu ambavyo vimesaidia wapinzani, vinaitwa 4R, wanavijua vizuri. Kuna kiongozi wao mmoja mkubwa, nadhani kabla hawajafanya mabadiliko ya uchaguzi waliofanya, alikuwa na mambo kadha wa kadha ambayo yalikuwa yana ugumu ndani yake. Lakini alivyoingia mama akaamua kuresign kila kitu, akasema achane na hili, mambo yakakaa vizuri. Sasa mtu anapokuja kutuambia mwaka huu wanasimama, mfano sisi tumeshakubali na tumeshamweka mgombea wetu, tunasubiria muda, tume kwa mujibu wa sheria itatoa taratibu, mambo ya ndani ya vyama na nje ya vyama kwa utaratibu wa serikali. Kuna watu wanasema eti watazuia uchaguzi. Sasa wakati mwingine unajiuliza ni akili ya kawaida au kuna kitu kingine labda watu wanakitafuta. Mimi nadhani kuna kuchanganyikiwa fulani
kama kuna kuchanganyikiwa. Kwa sababu unapotuambia wewe mtu wa kawaida kwamba mtazuia uchaguzi hautafanyika, na sisi vijana wa taifa hili ambao tuna hamu ya kuona maendeleo makubwa yanaendelea kuonekana kwenye maeneo yetu kwa manufaa ya nchi na wananchi, tukiamua sisi na sisi tusimame kukuambia uchaguzi utafanyika, kwanza tutakuwa tunamkosea rais, kwa sababu tunaelewa sisi mwenyekiti wetu ashatuambia tunachotakiwa kukifanya. Sasa wakati mwingine inabidi watafute namna ya kuzungumza, watafute kitu ambacho kama wanataka kiki mjini, watafute namna nyingine, sio kutuambia watazuia uchaguzi. Tunawaangalia tu, tunawacheki hawa ni kama wamechanganyikiwa sijui. Lakini pia ukiangalia asilimia kubwa ya watu wanaohubiri jambo hili, yes, wanaweza kuwa wa Tanzania, lakini mara ngapi wanaishi ndani ya nchi hii? 2020 uchaguzi ulifanyika, kuna mmoja katikati yao ambaye nadhani alisimama kwenye kiti cha urais, baada ya uchaguzi kuisha alitoroka nchi, wala hatukujua ameelekea wapi, tukabaki na taifa letu. Sasa akija na hoja ya kuhubiria watu kwamba wajiandae kuzuia uchaguzi, ni nafuu waseme wao hawatashiriki. Hapo tutawaelewa, kama walivyokimbia 2019 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Lakini kwa mwaka huu katika taifa hili ambalo sisi tunaona tayari dira ya maendeleo imenyooka, mtu atuambie uchaguzi hautafanyika, tafsiri yake unataka kutuletea fujo kwenye nchi, unataka kuondosha amani ya taifa hili. Hatuko tayari. Sisi tunahitaji siasa ambayo itakuwa na upinzani wa kutumia brain, sio upinzani wa kutumia akili ambayo haionyeshi baada ya hapo kitatokea nini. Kwa sababu tafsiri yake unapoambia kwamba watu tutazuia uchaguzi, tafsiri yake ni kwamba unataka ugomvi. Sisi muda utafika, tutataka wagombea wetu ambao watakuwa wamepita kwenye taratibu za chama wakachukue fomu. Kuna wengine wanazungumza kwamba watazuia hata viongozi wa CCM kwenda kuchukua fomu. Sasa tujiulize, kwenye taifa hili tuna watu zaidi ya milioni 60 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022. Asilimia kubwa ni vijana. Asilimia zaidi ya 60 ni vijana katika taifa hili. Sasa unapotuambia hivyo, tafsiri yake ni kwamba unataka wale vijana ambao ndio nguvu kazi ya taifa iache kufikiria mambo ya msingi, ianze kukufikiria wewe. Sisi tunatamani kuona serikali inaingia kwenye madaraka katika kipindi cha miaka 5 mbele. Ilani ya chama inaelekeza nini? Vijana watanufaika namna gani? Lakini nadhani hata wao ni shahidi. Mheshimiwa Rais ambaye ni mwenyekiti wetu, kila pahala anapoenda kuzungumza lazima agusie vijana. Anatamani kuona vijana wanatoka mahala fulani wanaenda sehemu fulani. Tunawashangaa kabla hata tujafikiria na sisi kuzungumza kwa namna wanavyozungumza, kwa sababu hatuwezi tukakubali wakachallenge hoja za mwenyekiti wetu kwa sababu ambazo sio za msingi, alafu sisi tumekaa tunawaangalia. Hapo hata sisi kwenye mamlaka zetu za chama watatusamee ili tushughulike nao. Utulivu wa taifa na maendeleo ya taifa inategemeana na aina ya siasa inayofanywa. Tuangalie maeneo jirani huko kwenye nchi zingine, fujo kila mahali, watu wanakufa, wanaokotwa tu. Ni kwa sababu hakuna stability ya siasa, na stability ya siasa inaletwa na uongozi ambao unasikiliza. Sasa tuambie leo, tusitoe sababu ambazo wao wanaweza wakazitumia kama kigezo cha kuzuia. Tutoe tu sababu za msingi kwamba ni rais yupi watamuhitaji na atawapa fare ya kufanya siasa kama Samia. Hayupo. Kwa sababu wapo wengine watakao tamani kuona uchaguzi umekwisha, hakuna siasa, hakuna nini, watu waende kazini. Lakini huku mama ameweka muda, ukitaka kufanya siasa fanya, ukitaka kusimama jukwani fanya. Cha msingi utulivu na amani ya watu wanaohudhuria kwenye mikutano hiyo basi ndio ihakikishwe. Hakuna mtu anayekamatwa saa hizi kwamba sijui ameitisha mkutano wa hadhara amekamatwa sijui. Wanataka rais wa namna gani? Kwa sababu kuendelea kumsakama, sisi tunamjua kama mwenyekiti wetu na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukitoka kwenye chama anayo mamlaka ambayo ndio icon ya nchi. Alafu watu tu waamke from nowhere waanze tu kuzungumza kwamba bana sisi tunaenda kuzuia, unaenda kuzuia uchaguzi, wewe ni nani? Sio mtu wa tume, wala sio mtu anaye hauko mahala popote kwenye mamlaka inayoweza kusema kwamba tunazuia hiki. Sababu zenyewe hazieleweki. Unataka reform gani? Na saa nyingine wanatushangaa kwamba sisi hatufikirii tunamuimba Samia muda wote, tunamuimba Samia. Sisi tuna sababu za kusema hivyo. Utofauti wetu na wao ni moja tu, kwamba wao wanaenda kwa muda. Kwa mfano juzi walikuwa na uchaguzi hapa. Watuambie wale waliokuwa naimba timu fulani na timu fulani, mbona hawakuwasema?
Sisi tunamwimba Samia kila siku kwa sababu kubwa moja, ndiye aliyebeba dira ya maendeleo ya Tanzania ambayo sisi tunaiona hii na tunayoitegemea.